aliopewa na Mungu, awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwa kwa upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika, akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikia maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti chake cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yatupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu na hata milele na milele. Amina. Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Na mamina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu, ikisema, hayo ya unayoandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Smina na Pergamo na Tiatira, Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nikaguka nione sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa wanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Na yalikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili kutoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua la king'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkokwe wa kuume juu yangu, wakisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hata milele na milele, nami nazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo, siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Ufunuo Yohana 12:7, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishika hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye endaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena
Uliwajaribu wale wajitao mitume nao sio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umewacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukajobuka yafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake. Usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wachukia matendo wa Nikolai, ambao na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili, ambalo neema kanisa ikishona litampa kuma madunga ya ngoti wozima. Leo katika masandi yongena no mushukuru tuwe yachaki pahali mabali kufanikisha ujione kumpiliwa nami kama lazio wangu ni yabotapo au sipana mfohau kakitika gisha na mwani mehale ona mamangu na kuhunguza fuko matitina laki chake niko kakinotakira sotu imote lukuleno jali nefayandi kagi umumuti na muto ikenga mwali wa moto ete kame pondo ngo